Vita vya maneno baina ya Haji Manara pamoja na Karia inaonekana kabisa kwamba ni vita ambavyo vimeendelea kupamba moto sana sana ni kwenye mitandao ya kijamii. Yote hii ni mara baada ya Haji Manara aliweza kupakia picha ya Wallace Karia, lakini pia aliweza kuweka caption ambayo ilikuwa inasomeka hivi: Yanga wamethibitisha kwamba hawajalipwa pesa zao za mwaka jana za CRDB Federation Cup. Tunaojua mambo na tunaoifahamu hii benki kwa umakini kabisa, lazima TFF ndio imehusika katika hii kitu. Moja kwa moja Karia anapaswa kung'oka kwenye uongozi wa shirikisho, otherwise aje na maajabu, aje na majawabu why Yanga haijalipwa pesa zao za mwaka jana. Akawa ameweka hashtag pale Karia must go, ni kama vile ameanzisha kampeni fulani hivi kwamba mashabiki wote wa Yanga watatumia hii hashtag kwamba Karia must go. Akawa amemaliza pale kwamba wananchi twendeni na hii hashtag hadi watulipe, na aseme kwamba kwa nini zimeweza kucheleweshwa pesa zetu. So huo ndo ujumbe ambao Haji Manara aliweza kumaliza pale, na kumalizia mwishoni kabisa akasema note, bana kucheza hatuchezi na pesa yetu tunaitaka kesho asubuhi faster plus liba ya kutuzungusha mwaka mzima. So huo ndo ujumbe ambao Haji Manara ameonekana kuendelea kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale, na akiwa ameambatanisha picha ya Wallace Karia. Lakini mbali na hapo pia watu wakajua labda itakuwa hilo swala la Wallace Karia pamoja na Haji Manara limekwisha, lakini sasa hivi pia Haji Manara ameweza kupost pia picha ya Wallace Karia, na kwenye caption tena ameenda kusindikiza pia na ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi: maamuzi yote ya uongozi hatuna budi wana Yanga kuyaunga mkono, lakini tusiwe softi tukamwacha Karia na Mguto. Hawa ndio chanzo cha yote ambayo yanazidi kuendelea. Karia alifika mahali ambapo alitudharau na kutuambia kwamba tutacheza sinema zetu. So ni kwamba tunamwachaje huyu kisha tupeleke shinikizo la kuang'oa Kidao na Kasongo peke yao? Yeye ndiyo mastermind na uozo wote unaofanyika TFF na bodi ya ligi. Ameweza kuyasema maneno haya Haji Manara mwishoni kabisa katika ujumbe wake ambao Haji Manara ameweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram. Umesema hivi kwamba utaratibu ni ule ule. Ukifukuza akaweka emoji fulani za kuzomea kwamba ukifukuza fukuza na makopo yake, mkiacha mjue kwamba atadili na nyie viongozi. Hii ndio timing sahihi ya kuweza kung'oa kila mzizi pale Karume. So huo ndio ujumbe ambao Haji Manara aliweza kupost. Haji Manara na Wallace Karia imeonekana kabisa kwamba bifulao ni tangia kipindi hicho hapo, hata kipindi cha hapo nyuma kidogo, hata nikitaka nikurudishe pale ni kwamba kamati ya maadili ya TFF iliweza kufungia msemaji Haji Manara kwa kuto kujihusisha na masuala ya soka ndani na nje ya nchi kwa takriban miaka 2, lakini pia faini ya shilingi milioni 20 ambayo ilibidi aweze kuitoa, lakini pia aliweza kufungiwa ndani ya miaka 2. Na kama wewe ni mfuatiliaji mzuri kabisa wa soka, bila shaka ni kwamba bana ilionekana ni pigo kubwa sana, jambo ambalo liliweza kufanya wakina Ali Kamwe kuweza kurise, na sasa hivi ndio wamekuwa wasemaji wakiendelea kufanya masuala yao kama afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africa. Lakini hapo before ni kwamba Haji Manara ndo alikuwa ameendelea kuwika zaidi kutoka ndani na nje ya mipaka ya East Africa. Hapa alionekana akiendelea kuunguruma vilivyo, lakini sasa hivi ni kama vile wameendelea kurise akina Ali Kamwe, lakini yote kwa yote kuto kubaki na ule uvivu, na aliweza kumtolea moja kwa moja uvivu Wallace Karia kipindi hicho ambacho alikuwa yeye ni kama afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africa. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka kulingana hili bifu ambao linaendelea la Wallace Karia pamoja na Haji Manara. Kwa kwa mdau wa soka uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo, usiache kusubscribe, kulike, utakuwa umetisha kinoma noma. Chao chao.